Mamlaka ya Elimu na Mafunzo ya Ufundi Stadi VETA tunaendelea kuhamasisha wananchi kutembelea banda la VETA katika maadhimisho haya ya wiki ya kitaifa ya elimu, ujuzi na ubunifu, ambayo kauli mbiu yake ni elimu, ujuzi na ubunifu ni njia ya kufikia dira ya maendeleo ya taifa 2050. Na sisi VETA kwa kuitafsiri vizuri kauli mbiu hii, tunawahamasisha wananchi kwamba wanapotembelea banda la VETA watapata fursa nyingi za elimu na mafunzo ya ufundi stadi, ambazo ndio njia sahihi ya kuwasaidia kupata ujuzi na kuongeza tija katika uzalishaji viwandani, kwenye sekta mbalimbali za uchumi na hata katika mazingira yao au katika jamii zao, ambayo yatachangia kwa kiasi kikubwa sana kuweza kutekeleza dira ya taifa ya maendeleo ya taifa 2050. Na kwa hivyo tuna fursa nyingi za mafunzo ya ufundi stadi, na kipindi hiki ndio kipindi cha maombi. Kwa hiyo wanapotembelea banda la VETA ni fursa pia ya kuelekezwa ni kwa namna gani wanaweza wakatuma maombi kupitia mtandao ama kwa kwenda kwenye vyuo vyetu na kuchukua fomu. Ni kipindi ambacho wanatakiwa kukichangamkia kwa sababu takriban mwezi mmoja tu dirisha lifungwe, na ujuzi kama nilivyosema hapo awali kwamba ndio msingi wa kuweza kuchangia kwenye kufikia dira ya maendeleo ya taifa 2050. Lakini pia kuna ubunifu wa namna mbalimbali wa wanafunzi, kufunzi wetu, lakini hata wahitimu wetu, ambao kwa namna moja au nyingine teknolojia hizi zilizobuniwa zinaweza zikasaidia kwa kiasi kikubwa sana katika kuchangia kuongeza uzalishaji, kuongeza tija na hivyo kuchangia kwenye utekelezaji wa dira 2050. Niseme pia kwamba VETA kwa sasa hivi tunaendelea kuboresha mafunzo yetu, na sasa tunatekeleza mradi wa elimu na ujuzi kwa kazi zenye tija, ama kwa kifupi ni ESPJ2, na imekuwa maarufu kwa kifupi hicho. Mradi huu unakwenda kutusaidia kuboresha mafunzo yetu, na tunaboresha kwa namna gani? Kwanza tunakwenda kuanzisha vituo vya umahiri 15, lakini pia tunakwenda kuboresha mafunzo yetu yaelekee kutoa tunuku za kimataifa, na bado tunaendelea kuboresha mazingira ya matumizi ya nishati safi katika vituo vyetu. Mradi huu pia utachangia kwenye eneo hilo, na ukiangalia sasa mambo yote hayo yatakayofanyika kwenye mradi huu ikiwa pia ni pamoja na kuboresha karakana zetu, kununua vifaa vipya vya kisasa, ni eneo muhimu sana katika kuongeza ubora wa mafunzo. Lakini ni kwa namna gani sasa haya mafunzo yanakwenda kuchangia kwenye nguzo namba 1 ambayo inazungumzia uchumi imara, jumuishi na shindani. Kwa hiyo tukipata ujuzi ulio bora unaokubalika katika mazingira mbalimbali, maana yake ni kwamba uchumi wetu utakuwa imara, utakuwa shindani, kwa sababu tutakuwa na nguvu kazi ambayo ina ujuzi. Eneo lingine ambalo ningependa kulizungumzia, ambalo wananchi wakifika kwenye maonesho yetu haya, ni namna ambavyo tunaendelea kuwekeza kwenye mafunzo yanayogusa sekta ya madini. Tumekuwa tukishirikiana na makampuni mbalimbali ya madini na chemba ya madini kupitia mradi ambao umekuwa maarufu kama IMTT, yani Integrated Mining Technical Training, ambao kwa kipindi kirefu tumeutekeleza kwa ushirikiano na makampuni ya madini, lakini chini ya mwamvuli wa chemba ya migodi. Lakini sasa tumekwenda mbali zaidi. Kwa sasa tumeanzisha program maalum ambazo ni za underground mining, uchimbaji ardhini, ambazo tumeanzisha program 6 na mitaala iko tayari kwenye hizo program, na mitaala hii tumeiandaa kwa ushirikiano na makampuni ya madini ili kuhakikisha kwamba kumbe kijana naye atakapojifunza kupitia hizi program 6 hizi, maana yake atakwenda moja kwa moja kwenye ajira, kwa sababu hata wala ambao wa makampuni ya madini au makampuni ya uchimbaji madini yatakuwa yamechangia kwanza kwenye uandaaji mitaala, kwa sababu wametoa maoni ambayo yanasaidia kuandaa mitaala inayoendana na kile wanachokihitaji. Lakini cha pili, mafunzo tutayaendesha kwa ushirikiano, kwa maana ya kwamba kijana atakuwa na kipindi cha kukaa chuoni kwa wiki kadhaa, baadaye tena atakwenda kujifunza kwenye makampuni haya ya uchimbaji madini,
maana yake anaendelea kupikwa na kuivishwa katika namna ambayo inahitajika kwenye eneo halisi la kazi. Kwa akishamaliza mafunzo, huyu ni mtu ambaye tayari anakubalika kabisa na mwajiri, anakubalika kabisa na sehemu ya kazi. Hatapata shida tena ya kusema kwamba pengine ahangaike kutafuta ajira, kwa sababu tayari wale waajiri wametumika au wameshiriki kwenye kutoa mafunzo. Uchumi wetu kama nilivyosema hapo awali, ili uwe imara, tuwe wabunifu, tuweze kubuni teknolojia mbalimbali ambazo zitaongeza ufanisi katika uzalishaji na tija, na uchumi wetu maana yake utakuwa imara. Lakini kuna swala la kuwa jumuishi, maana yake tuhusishe makundi tofauti tofauti, na hapa sasa tutaona kwa uhalisia kwamba VETA ni kwa namna gani tunalipa kipaumbele swala hilo. Tutaanza na kijana ambaye ni mwenye ulemavu. Atakueleza ni namna gani ambavyo yeye amejifunza akawa na ujuzi, akawa mahiri, na sasa ni mkufunzi wa ufundi stadi. Lakini pia ni kwa namna gani huo ujuzi umemsaidia yeye kuwa mbunifu. Lakini tutaendelea kupata taarifa kutoka kwa wakufunzi wetu pia ambao wamebuni mambo mbalimbali, wamebuni teknolojia mbalimbali ambao ndio inaelekea huko huko kwenye kutafsiri nguzo namba 1 ya dira ya maendeleo ya taifa 2050. Kwa majina naitwa Francis Anthony, ni mkufunzi wa chuo cha VETA cha Ng'ombe, nafundisha ICT. Vilevile mimi nimeleta ubunifu wangu wa power bank laptop, ambayo power bank hii inaweza kuchaji laptop kwa 100% bila shida yoyote. Kwa hapa laptop yangu inaingia chaji kwa 100%, inaweza kuchaji kwa haraka sana. Kwa jina naitwa Hamis Salum, ni mkufunzi wa chuo cha VETA kinachopatikana mkoa wa Pwani, kinaitwa VETA Pwani, kwa maeneo ya Kibaha, Kongoni, na pia ni mbunifu. Hapa mbele yako kilichopo ni research ambayo inaendelea ndani ya VETA, ambayo ni research inayolenga kutengeneza simu za mkononi. Hapo tulipokuja, tumekuja na minimum viable product ambayo ina uwezo wa kupiga simu na kutuma SMS. Mpaka hapa ilipo ina uwezo ikapiga simu pamoja na kutuma SMS. Malengo ya research yetu hii ni kutengeneza teknolojia ambayo tunaimiliki sisi wenyewe wa Tanzania kwa ajili ya kuendeleza uchumi wetu wa Tanzania. Ili uchumi wetu uweze kuwa shindani, inatakiwa teknolojia sisi wa Tanzania tujitegemee moja kwa moja. Ukiangalia katika teknolojia ambazo tunazitumia Tanzania, teknolojia nyingi tuna import kutoka nje. Lakini hii simu motherboard yake tumedesign wenyewe from the ground. Tumeagiza chipset kutoka nje, tukaja tukafanya assembly ya hiyo motherboard yenyewe kutoka hapa ndani ya Tanzania. Hii ni hatua kubwa sana katika maendeleo ya nchi yetu, kwa sababu mpaka sasa motherboard zinatengenezwa nje, lakini sisi hii tumeitengeneza wenyewe. Malengo yetu katika hii research ni sisi tuwe na bidhaa zetu ambazo tunazimiliki kuanzia nje mpaka ndani. Kama hii tumemiliki hiyo motherboard, tumeitengeneza wenyewe, ambayo ndio brain na ORAN. Alafu pia tumetengenezea lightweight operating system nyepesi tu ambayo ina functionality mbili za simu pamoja na kutuma SMS, ambazo hiyo operating system tumeidesign wenyewe from the ground mpaka tukaifanyia programming, tuka-upload katika hii device yetu. Kwa jina naitwa Chota Christopher, ni mkufunzi wa umeme na mechatronics kutoka VETA Kipawa. Hapa kwenye maonesho haya sisi tumekuja na mifumo wa moja kwa moja unaoenda kufanya kazi ya kuondoa kesi ya kukatika kwa umeme mara kwa mara automatically. Yaani maana yake ni kwamba yenyewe ndio itakuwa inaangalia kesi za low voltage. Ikitokea kuna sehemu pengine umeme umepungua nguvu au umekatika, maana yake inaenda kuclear hiyo gap moja kwa moja. Kwa hiyo tunawakaribisha katika mafunzo haya ya umeme na mechatronics ambayo yanapatikana VETA Kipawa. Asanteni.